kikubwa ndio hicho. Vyama vya siasa msiige mikumbo, kwa sababu kuna watu wengine wametumwa, hatuwezi kujua wametumwa na nani. Kwa hiyo mnashindwa kufanya siasa zenu za kwa siasa za matukio tu, mnakaa miaka mitano, ikifika mtu fulani anaamka katiba, tunaamka wote. Hilo jambo halina uhalali wa aina yoyote. Lakini pia vyama vyetu tujifunze. Tunaona mwenyekiti Mbowe wakinambatia toka miaka 90 ngapi, 95, 2020 huko 2005 ndio wenye vitu wa vyama hivi. Tunaona kila siku malengani haya ya kutaka kuandamana, kufanya kitu fulani kuandamana, hawaleti the real solution ya matatizo ambayo yanahusu wananchi wao. Na ndio maana tunailaumu kila siku Chama cha Mapinduzi. Mimi niongee katika jambo hili. Tukiambia toka wakina Mbowe kwa madarakani, wenye vitu wa CCM walishabadilika, karibia alishakuja Magufuli, ashatoka Mkapa, akaja Kikwete, akaja Magufuli, sasa Mama Samia. Unategemeaje watu kama hao unashinda nao vipi, ambao kila siku wanaleta watu wapya na wanaleta mambo, wanafanya implementation. Leo hii Mbowe akitoka Chadema hakutakuwa na chama pale vile. Leo hii Mbatia akitoka NCCR hakutakuwa na chama. Leo hii the same applied, labda akitoka Lipumba pale vile kafu chama kinakufa. Sasa hatuwezi tukaishi kwenye maisha ya kutaka kujenga taasisi kupitia watu. Na hii ndio inayonisikitisha, hata kuona baadhi ya Bavicha maanake jukumu la katiba wamebebewa Bavicha. Vijana wanapata shida, tunasikia mtu mara kawekwa ndani kafanya hivi, halafu anakuja kiongozi wa chama ngazi ya taifa, either Tundu Lissu au Mbowe, ana feel proud kwamba jamani, kijana wetu mmoja anashikiliwa na jeshi la polisi, alikuwa anafanya mkutano hivi na hivi na hivi. Kiukweli kabisa tuna safari ndefu kama tunataka tushinde, ndugu zangu wa Tanzania. Bado tuna safari ndefu. Hivi vyama tunavyokuwa tunaviangalia serious, bado tuna safari ndefu ya kufanya. Tuna mambo mengi inabidi tubadilike wa Tanzania. Tunachotaka kuongea sasa hivi vyama vya siasa vimepewa nguvu kubwa ambayo watu hawawezi kuamini kupitia sheria ya vyama vya siasa. Ina uwezo wa kushauri, ina uwezo wa kuonya, na ina uwezo wa kupeleka mapendekezo, kwa sababu ni taasisi zilizosajiliwa kiserikali, kihalali, na zinatambulika na msajili wa vyama vya siasa nchini. Lakini leo hii chama cha siasa kinaona ni fahari sana kuvutana na msajili, kwamba tu yani mnatafuta namna kama mchezo, yani kama mtu una mpira fulani, mpira wa kwako, watu wanacheza, unaamua kutoka nao, basi ni wakomesha. Hatuwezi tukafanya hivyo. Tunaumiza watoto zetu, tunaumiza vijana wetu, tunaumiza ndugu zetu. Tungeweza kutumia hiyo nafasi kuweza kujadili mambo makubwa ya kitaifa. Tunafanyaje ili tuweze kuwakwamua wananchi katika mizigo? Hilo ndo kubwa. Yaani ndo kazi ya chama cha siasa. Kwa hiyo kama hatufanyi hivyo, tunawakosea wananchi kikubwa sana. Naomba niwatolee mfano. Kuna mtu alikuwa anaitwa Dr. Wilgon Slaa, alikuwa ni katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa miaka iliyokuwa imepita alitembea na ajenda za ufisadi, alitembea na ajenda za maji, alitembea na ajenda za hospitali, alitembea na ajenda zinazogusa maisha ya kawaida ya wananchi. Chama kilipata umaarufu kwa kipindi kile. Toka ametoka Dr. Wilgon Slaa hajawahi kutokea katibu mkuu kama yule. Na kwa nini? Chadema ilipata uungwaji mkubwa kwa sababu walienda matatizo ya wananchi. Leo hii tunamwona katibu mkuu ambaye sasa hivi ni Mnyika, akitoka sehemu anatoa msimamo, wale wabunge 19 bungeni nataka kuwaona, akitoka ni msimamo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa kupitia misimamo. Leo hii mmejiandaje kuchukua nchi kama mtaka kuchukua nchi? Kwa kusubiri fulani akosee ndio unaenda kuongea vitu fulani. Yaani tunasubiri kiongozi wa CCM asivae mkanda vizuri tuende kesho ndio iwe mada. Jamani wa Tanzania, mnaona hajavaa mkanda. Kwa kweli it very disappointed kwa sisi kama vijana, tunaendelea kushabikia vitu kama hivi kaendelea kutokea. Jambo lingine la msingi sana, mnataka rais awaite Ikulu, mnataka muende kupigana na rais. Hivi kiukweli mnaoyafanya huko mtaani yanatosha sana kutoa picha kwamba rais hata akiwaita hamna jambo la maana mtaenda kuongea kule. Na hii ndio inakuja kuleta matatizo. Kuna vyama zaidi ya 20, kuna vyama vina nia nzuri sana kutaka kujenga taifa. Kuna vyama vina nia nzuri ya kutaka kukaa mezani, uchaguzi umeisha. Tunasaidiaje wananchi wetu kwenye jambo hili na hili na hili na hili, lakini tunashindwa kwa sababu kuna baadhi ya chama kinaleta usumbufu. Yaani kwao kupigana na polisi, fulani nimeshikwa na polisi ndo story kwao. Hii haiwezi ikatusaidia sana. Katiba ni ya taifa lote, sio chama cha siasa. Leo inafika sehemu Chadema wanasema kwamba sikilizeni bwana, hii katiba ni ya kwetu sisi. Hatutaki kumuona mtu wa ACT, hatutaki kumuona mtu wa TLP, hatutaki kumuona mtu wa NCCR. Yaani inafika sehemu katiba unajimilikisha kama wewe, wakati katiba ni jambo la mwananchi. Katiba la kila mtu. Tukifika sisi wenyewe tukasema tunataka hiyo katiba, muda ukishakuwa right tutafanya haya mambo yote. Kwa hiyo kikubwa kiko hivyo. Na hivi naomba nilisije jeshi la polisi. Nimefurahia kazi walioifanya kazi jana Mwanza kuzuia ile mkutano, kwa sababu ni mkutano ambao inaenda kutukana wananchi, inaenda kutukana viongozi, na hii inaleta uchonganishi ili itokee sehemu polisi waje wafanye kazi yao ya kuhakikisha usalama wa amani ya mali za watu, lakini pia usalama wa kila maeneo yao wanapoishi. Wakija kutekeleza majukumu ionekane kwamba polisi wanatumika kwa kweli ni kitu ambacho sio kizuri. Na kinachosikitisha wanaofanya hiyo kazi ni vijana Bavicha. Aliyeshikwa au anaye mtu ambaye anakuja anawajibika sio Mbowe wala sio Tundu Lissu, yuko huko Ubelgiji. Hatujui atarudi lini. Tujitahidi sana.
Vikubwa matatizo ya wananchi direct yanofanya ni swala la ajira kwa vijana. Tunakaa kama vyama vya siasa tuna frame out jamani, kutokana na jinsi hali ilivyo ya uchumi, tufanye 1 2 3 tuonekane na hili janga tunalikabili vipi. Hilo jambo la msingi. Jambo lingine, tuangalie mambo yanayogusa wananchi kwa sasa hivi. Tutoe mapendekezo yetu kwamba jambo fulani serikali tunaomba mbadilishe hivi na hivi, kuliko kujitaka kujinasibu sana kwamba tunaweza kuongea, tunaweza kukosoa, tunaweza kufanyaje. Mwisho wa siku muda unaenda na hatufanyi kitu chochote. Na katika hili naomba nimsifie sana hayati Maalim Seif. Alijitahidi sana. Baada ya miaka karibia 20-25 ya kuendelea na siasa za chuki, za kuvutana hivi na hivi, akaona haya mambo hayana maana. Akaamua sasa tukae pamoja na Dr. Sheni tujenge nchi. Mungu amrehemu, japo amefariki, lakini ameonyesha mfano kwamba miaka yote 20 alikuwa anafanya jambo ambalo halina output, halina matokeo chanya. Lakini amekuja kufanya jambo maamuzi sahihi, lakini bahati mbaya Mungu amempenda zaidi. Hatuko naye. Kwa nini watu wasiige? Na sasa hivi Zanzibar imetulia, watu wanaendelea wanasema uchumi wa blue. Kwa nini sisi Tanzania ni kuvutana tu? Yaani Mbowe toka mimi nakuwa niko shule ya msingi namuona Mbowe, toka nakuwa niko shule ya msingi namuona Lipumba, toka nakuwa niko, haiwezekani hivi vitu. Lazima hawa watu wapumzike kama kuna uwezekano. Waje watu ambao wanajua kabisa matatizo ya wananchi ni nini. Hebu hamkae huko mtaani. Tunajua sasa hivi shule mtaani ni kitu gani. Kwa nini vitu kama hivyo tusitoe ushauri ambao unajenga kabisa kwa nia njema ya kuwapunguzia mzigo wananchi wetu? Au tunataka wananchi tuwatumie wakati wa uchaguzi tupate ubunge, na tukishakosa ubunge iwe shida? No. Kwa hiyo mimi naomba niseme hivyo na niwasisitizie wananchi kitu ambacho watu hawataki kuwafahamisha. Hawa Chadema waambieni ilani ni kitu gani, watawaambia. Ilani ni mkataba kati ya wananchi na serikali walioichagua. Mkataba wetu sasa hivi wa Tanzania ni kati ya mkataba wa wananchi na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kwenye mkataba wao ambao ni ilani haina kitu kinaitwa katiba mpya. There is no way, hatuna njia ya kwenda kumlaumu au kumwajilisha Mama Samia kwamba hajaleta katiba, kwa sababu yeye hawajibiki hicho kitu hakukinadi. Kama vyama vya siasa wanaona wana point nzuri sana kwamba mama, pamoja na kwamba tunajenga uchumi, tunataka tufanye 1 2 3 4, wanaweza kutumia polite way, njia nzuri ambazo ni sahihi, kwamba jamani, tunaomba kwa sababu ya kujenga utaifa mama, tunaona tunashauri 2 3 4 5. Kama Kikwete alifanya, mbona haikuwa kwenye ilani? Kwa hiyo kikubwa tuweke mazingira kama vyombo au vyama vya siasa, tuwe na jambo ambalo linaitikika. Lakini haya mambo ya kutafuta kwamba mimi nitafuta umaarufu, hii agenda ni ya chama chetu tu, hatutaki tuone NCCR, hatutaki muone mtu wa TLP, hatutaki NCCR. Haya mambo hayawezi kutufikisha sehemu yoyote. Naongea hili ni kwa uchungu sana, kwa sababu wanaotumika kufanya hivi vitu ni vijana ambao tunaona wanakaa na dada zao, wanakaa na ndugu zao, wanaona wana matatizo gani mengi. Kwa nini wasiaddress haya mambo? Hebu kitokee chama cha siasa kiseme jamani, hapana, kata yetu haina maji, hatuna hospitali, tuna dawa nini, tunaomba serikali tuletee 1 2 3. Hizo ndio siasa tunazozitaka. Dawa hazipo hospitalini, watu wanafariki, wa mama, ndio tunataka siasa kama hizo. Serikali tutaikaba kwa sababu hata kwenye ilani yao imesema italeta dawa hospitalini. Haya ndio mambo nataka. Lakini unavyoenda kumwambia wafanye kitu ambacho hakipo kwenye ilani, automatic unatafuta kitu ambacho unajua hawezi kufanya na hakiwezi kufanyika kwa muda unaotaka wewe. Kwa hiyo inatukosesha sisi legitimacy sisi kama vyama vya siasa, kwa sababu ya kuentertain watu ambao wanashindwa control emotion zao. Kwa kweli hili jambo linasikitisha sana. Pengine mimi nahisi hawa wazee wetu wakishakuja kupumzika, tunaweza tukaa na mustakabali mzuri sana wa mataifa wa kujenga nchi. Kwa sababu hatuoni progress yao iko wapi. Kwa mimi naomba si jeshi la polisi, tunaomba pale pale mlipokuwa mmeanzia ndio msiishie tena. Endeleeni, kama ni mikutano yao ya ndani waifanye. Mambo ya ndani watu wanajuaje wa nje? Unaenda unaita mkutano wa ndani, unaweka media zote zina play na unatukana watu na tunaona. Unasema mkutano wa ndani really? Kwa hiyo hivi vitu haviko. Kama ni hivyo, Chama cha Mapinduzi wana nafasi kubwa sana. Kama huu muda tuliowapa miaka 5 ambao wao ndio wanaongoza serikali, wanaweza kufanya jambo lolote kwa kipindi hichi ambacho kipo ndani ya katiba yao, ndani ya ilani yao, kwamba jamani mitupa zamana. Sasa kwa kupitia hivyo tuna mwenezi wetu wa chama Bwana Shaka anaenda na kukagua mradi fulani, wanaweza wakajitetea kwa njia hiyo kwamba huyu anaenda kwa sababu yeye ndo mwangalizi mkuu wa ilani inatekelezwa. Kwa sababu asipofanya hilo pia tuna uwezo kuja kumwajibisha au kuja kumuuliza mwaka 2025. Kwa hiyo mimi naomba niwasihi sana wa Tanzania, tuwe makini. Tusione kwamba ukienda upande wa serikali ukiongea hii jambo liko hivi basi huyu mtu yuko upande wa serikali, ukienda unakosoa iko hivi. Hapana, tunachotaka tunaonea huruma na nchi wenzetu. Umeelewa? Miaka ya kuvutana ipo. Zanzibar kuna watu walishakaa miaka zaidi ya 20 ambao Maalim Seif alikuwa anafanya siasa zile za kiuharakati, lakini hazikuleta matunda yoyote hadi alipokuja kuamua sasa akae meza moja. Na kwenye hili nampongeza Zitto Kabwe, ni mwanasiasa ambaye hakurupukagi. Yaani kama kuna jambo lipo mwanasiasa kama Zitto Kabwe atakwambia bwana ngoja nitalifanyia utafiti. Akija atakwambia jamani hatuendi moja, tunaenda na nakuletea fact. Hiyo ndio siasa inayofanyika. Lakini hatuwezi kuwa na siasa ya kuamka unasubiri fulani ya posendo unaanza kuongea. Hizo siasa wanasema siasa za kuindana. Kwa hiyo hazitokuwepo.
Naomba nimalize kwa kusema hivi, taifa hili ni la kwetu sisi wote. Taifa hili ni la kwetu sisi wote, pamoja na kwamba kuna Chama cha Mapinduzi kinaongoza hiyo serikali, lakini bado kwa mujibu wa katiba yetu mamlaka yote yanatoka kwa wananchi. Sisi tunavyosema wananchi, tunatakiwa, tuna matatizo yetu tusikilizwe. Yale matatizo yetu ambayo ukienda mtaani mtu analilia sasa hivi, haya ndio inabidi vyama vya upinzani vingeasimamia, kwamba tunaomba serikali kwenye hili fanyeni 1 2 3 4. Kama tofauti na hapo hakuna namna nyingine yote. Kwa hiyo mimi naomba nihitimishe kwa kusema kabisa, sisi kama Watanzania naomba tujiweke mbele kwenye kuangalia ajenda za kitaifa. Na katika hili tunaandaa kongamano. Pengine labda uzalendo haujafundishwa vizuri, na tuseme uzalendo kwamba lazima kuabudia kitu chochote, hapana. Uzalendo ni pamoja na kuangalia kwamba nchi sasa hivi tuna vipaumbele gani. Tunataka tujenge labda SGR, tunataka tujenge bwawa la umeme, tunataka tutengeneze ajira. Sasa tunataka kwenye haya mazingira tunaishauri serikali. Tunaomba kupitia halmashauri zenu na wakuu wa wilaya, kupitia na wakurugenzi, wekeni mfumo huu 1 2 3. Sofuni matatizo hivi ili tutengeneze ajira kwenye ngazi za chini. Ngazi za chini. Ukiangalia mataifa makubwa kama China, hayakujengwa kupitia juu, yalijengwa kupitia chini. Yaani lazima haya mambo uyalete kwenye mamlaka ya chini. Kwamba kila halmashauri, kila wilaya ione yeye kama yenyewe, kama Kinondoni, kama ni Ubungo, kama ni Dodoma, kama ni Singida, wajue kutokana na nature yetu ya hapa hivi tuna fursa gani za kuweza kuwakutanisha vijana wetu ambao wako eneo hili, wamesomea vitu gani, tuweze kupata ile series, tuwasaidie. Kuna Watanzania hawataki hela, kuna Watanzania hawataki kitu chochote, wanataka washauriwe tu kwamba jamani, njia ipi ipitike, ipo hivi. Tukifanya hivyo ndo tunajenga taifa, na hiyo ndo maana inabidi iwe chama cha siasa. Na ndo maana moja ya sifa kuu chama cha siasa lazima kiwe kina ngazi ya kata huko na mikoa kote, kwa sababu ili maelekezo yao yanakuwa yanaenda kuanzia chini, yakitoka juu yanaenda hadi chini. Hiyo ndio tunayotaka sisi, kwamba tuende kutoa solution. Leo nitafurahi sana tia Chadema kata ya Sinza wanasema hapana, vijana fulani hawajapewa mkopo, wamefuata utaratibu wote, kwa nini wasipatiwe mkopo? Leo nitafurahi Chadema ngazi ya Magomeni au wilaya ya Ubungo watakuja tusema jamani hapana, kwenye swala la maji 1 2 3 4 serikali fanyeni. Haya ndio matatizo yanayogusa wananchi, na nitaungwa mkono na watu wote. Kwa hiyo kama mmeshindwa kufanya hiyo kazi, tutatafuta njia nyingine ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu sisi kama vijana tuna uchungu na hili taifa. Tuna uchungu tunavyoona matatizo ya wananchi ni mengine, na vyama vya siasa vinaongea matatizo mengine. Katiba, ukienda vijijini, watu asilimia nyingi hawaifahamu hata katiba ni nini. Hata hapa mjini, pamoja na kwamba ina mapungufu, lakini waelimisheni watu basi vizuri kwamba kwenye hili tunataka tutoe hili hapa, tuweke hili. Tusipofuata chochote tutaendelea kuentertain mambo ya fujo. Na nadhani Chadema nia yao kubwa ambayo sasa hivi haifichiki, wanatafuta namna yote ya kutafuta kwano na serikali, kutafuta ugomvi ili waonekane kama wameitiwa ndani gerezani au wamekamatwa kituo cha polisi. Na kwao mtu akikamatwa ni big issue, yani issue kubwa sana, kwamba tuna kijana wetu ameshikwa yupo sehemu fulani. Kwa hiyo kiukweli tubadilike Watanzania, tufanye siasa zinazoweza kuleta matokeo chanya kwa wananchi wetu. Tufanye siasa ambazo tunajua moja kwa moja, nikisimamia hili jambo nitaokoa baadhi ya vijana 3 4. Nikisimamia hili jambo nitaokoa mama 3 4 kwenye mambo ya hospitali kwenda kujifungua. Nikisimamia hili jambo nitasaidia wawekezaji 2 3 watengeneze mazingira sahihi, tuweze kutengeneza ajira kwa vijana wetu. Tukiweza kusimamia haya mambo, baadaye siasa itafanyika. Hata hayati Magufuli aliongea kwamba hata mwenda katiba ina gani, kama hamjajenga mazingira mazuri ya uchumi, hamjajenga mazingira kwa ajili vijana wenu, bado itakuwa ni mtafaruku tu. Ndio kinachotokea sasa hivi. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, na naomba Mungu aisaidie sana Tanzania, ambariki rais wetu, lakini pia vibariki vyama vya siasa vyote. Tufanye siasa iliyo safi. Rais ameshatukaribisha twende meza moja tuongee, tupate hiyo jukwaa tukalitumie. Kuvutana sio sifa ya kutujengea sisi. Watanzania bado tuko nyuma. Tuna hatua nyingi za kutakiwa kupiga mbele. Lazima tukae mezani tuone kipi kinafanyika. Mwenzako ameshashika uongozi, amechukua serikali. Huna namna unaweza kupigana naye, kwamba yani namna pekee ni mtu kwenye sanduku la kula. Akishakushinda hapo, basi ni kutafuta namna nzuri ya kuweza kushirikiana naye kujenga nchi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Habari njema kutoka CUT Link Tanzania. Tumeandaa mradi mkubwa 5 kwa Tanzania mwenye kipato cha kawaida. Mradi upo Vikindu mjini maarufu Kidubwa Village. Bei ya viwanja vyetu ni shilingi 1,800,000 na utalipa kwa awamu 2. Mradi upo kilomita 2 kutoka Kilo Road. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, umeme, hospitali, shule za serikali, barabara zinapitika, nyumba za ibada zipo karibu, eneo lipo tambarare, hakuna
mabonde, viwanja vipo kwenye mpangilio mzuri kwa mipango miji. Ukubwa wa viwanja ni futi 40 kwa 50. Utapatiwa nyaraka zote za serikali. Atupigie namba ya simu 0654773967 au 0687304005. Utatupata pia kupitia mitandao ya kijamii kwa jina moja, Suyuti Link Tanzania. Usafiri ni bure kila siku mpaka site. Suyuti Link Tanzania, timiza. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.